Baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya, rejea sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipolihubiri neno la Bwana wa hali gani. Paulo yeye hakuishia tu kuhubiri injili alafu wale watu wakawaacha. Hakuishia tu kuhubiri injili wale watu wakawaacha. Alikuwa anafuatilia sasa wale watu tuliohubiri wanaendeleaje na imani. Kama lengo lenu kuanzisha jumuiya hii mashuleni ni kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kuijua kweli, kuijua Kristo, basi panatakiwa kuongezwe mkazo, kwa sababu wakati huu tunaweza kuwa tuna laumu mbalimbali ya kwamba viongozi wa sasa hivi waliopo, viongozi mbalimbali kwenye ngazi zote za kiserikali, kwamba hawatendi haki, wanapokea rushwa, bila kujua hata na wenyewe walipita ambako huko wanafunzi wanapita hivi sasa. Pengine hawakuwekewa msingi imara wa kumjua Kristo, wa kujua Mungu ni nini. Ndio maana hali imekuwa hivi ilivyo leo. Lakini sasa inatakiwa pamoja na kuendelea kuwapanga, kuwaweka sawa ambao kwa kipande kikubwa wakati huu hawatendi haki, wana mambo fulani ya uovu kwenye ngazi zao za uongozi, kwenye ngazi zao za serikali. Tuwaweke sasa na msingi hao wengine ambao bado hawajafika huku juu. Haleluya, mtu wa Mungu yanisikiliza na kunitazama wakati na majira kama haya. Siku ya leo napenda kuzungumzia juu ya wasimamizi wa vikundi hivi ama jumuiya hizi ambazo zimewekwa mashuleni kwa nia ya kuwasaidia wanafunzi kukulia wokovu, kwa nia ya kuwasaidia wanafunzi ama kuwawezesha wanafunzi waendelee na elimu yao ya dunia, lakini pia huku wameushika wokovu, huku wakimtumikia Mungu. Vipo vikundi mbalimbali ama jumuiya mbalimbali kama Kasfeta, Asa, Ukwata, TYCS na vingine vingi. Leo nahitaji kuzungumzia juu ya vikundi hivi ama jumuiya hivi kama ushauri wangu kwao. Najua lengo la vikundi hivi kuanzishwa mashuleni ni jambo jema ama vina lengo zuri tu. Ni pamoja na kuwajenga wanafunzi kiroho, wakue ama waendelee na elimu yao huku wakimjua Mungu, huku wakimtumikia Mungu. Lakini kitu ambacho sicho ama sivyo inavyoonekana, sivyo ilivyo. Kama ulikuwa ujui, pengine ulikuwa ujui, lakini pia unaweza kuwa unajua lakini usijue hatari yake kwa hapo mbele. Ni kwamba picha ile ambayo vikundi hivi ilikuwa navyo ama jumuiya hii ilikuwa nayo, picha ile ambayo walitazamia kwamba lengo la kuanzisha Kasfeta, lengo la kuanzisha Ukwata, lengo la kuanzisha TYCS, lengo la kuanzisha Asa ni kuwasaidia wanafunzi wamjue Mungu. Lakini sasa huyo Mungu huyo haonekani kwa hao wanafunzi. Lakini sababu ambayo pengine mimi nimeiona, kwa sababu kitu ambacho nakizungumzia hapa ni kitu ambacho sio kwamba nimesimuliwa, nimekiona, nimekiishi. Niliwahi kuwa kiongozi katika jumuiya hizo, sitaitaja ni jumuiya gani. Katika jumuiya hii mojawapo niliwahi kuwa kiongozi, lakini kipande kikubwa wanafunzi waliomo, kwa sababu kwenye jumuiya ile ambayo nilikuwemo mimi na jumuiya nyingine, ni kwa utafiti wangu mimi, kile ambacho jumuiya ilitarajia ama Kasfeta ilitarajia, Ukwata ilitarajia, Asa ilitarajia, TYCS, watu wakue, wanafunzi wakue wakimjua Mungu. Lakini ukijaribu kuangalia yale maisha ya wanafunzi, hakuna huko kumjua Mungu, hakupo kabisa. Yaani kule kumjua Mungu sasa hakupo. Ni kitu ambacho hakionekani. Sasa hii inatokana na nini? Jambo kubwa ambalo nimekuja kulinoti ambapo kinapelekea swala hili, wanafunzi kuto kumjua Mungu au wanafunzi kuwa na maisha ya uholela. Maisha hayakisiwe Mungu, tabia hayakisiwe Mungu, maneno hayakisiwe Mungu, mienendo haviakisiwe Mungu. Sababu ama jambo linalopelekea ni usimamizi. Jambo ambalo nimekuja kuliona ni usimamizi. Kiukweli kama vikundi hivi, jumuiya hizi, mna lengo la kuwasaidia, lengo lenu, malengo yenu ni mema, kuweza kuwasaidia wanafunzi kumjua Mungu, kuijua kweli. Kwenye usimamizi ni zero kabisa. Usimamizi uliopo ni mbovu sana, kiwango ambacho kinapelekea hata hao wanafunzi sasa yanakuwa kama magenge fulani tu hivi yameanzishwa ya kutaja Mungu tu, kutaja Yesu, lakini hakuna badiliko lolote ndani yake. Usimamizi kuanzia ngazi za juu kabisa, ama wakurugenzi wa kitaifa, kiwilaya, kimkoa, mpaka walezi wenyewe pale mashuleni, yani usimamizi huo haupo. Usimamizi haupo. Nikisema usimamizi ili unielewe, labda nisome katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 15 na ule mstari wa 36. Neno la Mungu linasema, baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya, rejea sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipolihubiri neno la Bwana wa hali gani. Tarudia tena. Baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya, mrejee sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipolihubiri neno la Bwana wa hali gani. Sasa Paulo yeye hakuishia tu kuhubiri injili alafu wale watu wakawaacha.
hakuishia tu kuhubiri injili wale watu wakawaacha, alikuwa anafuatilia sasa wale watu tuliowahubiri wanaendeleaje na imani, wamekishikaje kile tulichowahubiri kwacho, wanaendeleaje, turudi tukuangalie wapo kwenye hali gani. Jambo ambalo kwenye hizi jumuiya kitu ambacho hakifanyiki, na hata kama kinafanyika hakifanyiki kwa nguvu ile iliyotakiwa, kwa sababu kipande kikubwa zile meeting ambazo zilikuwa zinafanyika na viongozi za wachungaji wa sehemu mbalimbali, pengine na viongozi wa kitaifa wanakuja mashuleni na nini, lakini unajaribu kuangalia. Kwa mfano mimi kwenye jumuiya ambayo nilikuwa naisimamia mimi, ambayo mimi mwenyewe nilikuwa mwenyekiti, nilikuwa naweza kapita hata miezi 6 hajaonekana mtu aina yeyote pale ama kiongozi yote ambaye anakuja kuwahimiza ama kukazia kwamba hichi ambacho mnakishika huyu Mungu muendelee naye, mumshike sana. Ilikuwa ni mara moja sana, kitu ambacho mnakuta mnaendelea wenyewe. Lakini jambo lingine ambalo liliniumiza sana ni kwamba katika zile meeting ambazo tulikuwa tunafanya, maana tulikuwa tuna vikao tunakutana mahali fulani, tunajumuika shule mbalimbali wa wapi mnakutana sehemu fulani, lakini kukutana kwenu kule kunakuwa ni pamoja na kujadili maendeleo yenu, mmefikia hatua gani, mmekwama wapi. Sasa unajaribu kuangalia katika wale watu ambao tulikuwa tunakusanyika pale, jumuiya hizi ni kwa ajili ya kutusaidia sisi tukulie wokovu. Unajaribu kuangalia wengi wetu hamna wokovu, yani ona tu ni vijana fulani wa hovyo tu, wamenyoa kihuni kisela, yani mambo fulani hivi ya hovyo, wanakaribishwa pale waimbe. Unajaribu kuona kile ambacho anajaribu kukiimba kukiwakilisha pale, yani hakimeki sensi kabisa na ule wokovu ambao ndio Mungu alitaka tujue sisi wanadamu, ule ambao Kristo aliuleta duniani, yani hakiakisi kabisa hakipo. Sasa uje kujiuliza hizi jumuiya ama hivi vikundi vimeleta tu fujo ama ni namna fulani tu hivi ya kupotezeana muda, kwa sababu ili lionekane kwamba inania kweli, jumuiya hii inania kweli ya kuwasaidia wanafunzi hao. Lazima pawepo na mkazo, pawepo na maonyo, pawepo na maelekezo kwamba unatakiwa uishi hivi, acha. Pawepo na makemeo ili sasa wanafunzi waweze waishi sasa ile kweli ya Kristo ambayo imeletwa kwa hizi jumuiya. Sasa kitu ambacho mimi nashauri, kama lengo lenu kuanzisha jumuiya hii mashuleni ni kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kuijua kweli, kujua Kristo, basi panatakiwa kuongezwe mkazo. Nisha kuzuia conference moja, kwa sababu sisi tulikuwa tuna conference kila awamu tukifunga mwezi wa 4 au 6, basi Dodoma na Easter conference, kongamano la Pasaka. Unajaribu kufika kule, lakini bado yani pamoja na yale mafundisho yanaendelea, basi mbona hamna mkazo wote ambao unamhitaji ama unamwaza sana mwanafunzi akue kabisa ama amjue Kristo nini, akue akimjua Mungu? Mbona hamna mkazo wote? Hamna ufuatiliaji wote? Kwa sababu wakati huu tunaweza kuwa tuna laumu mbalimbali ya kwamba viongozi wa sasa hivi waliopo, viongozi mbalimbali kwenye ngazi zote za kiserikali, kwamba hawatendi haki, wanapokea rushwa, bila kujua hata na wenyewe walipita ambako huko wanafunzi wanapita hivi sasa. Pengine hawakuwekewa msingi imara wa kumjua Kristo, wa kujua Mungu ni nini. Ndio maana hali imekuwa hivi ilivyo leo. Lakini sasa inatakiwa pamoja na kuendelea kuwapanga, kuwaweka sawa ambao kwa kipande kikubwa wakati huu hawatendi haki, wana mambo fulani ya uovu kwenye ngazi zao za uongozi, kwenye ngazi zao za serikali. Tuwaweke sasa na msingi hao wengine ambao bado hawajafika huku juu, wakuwe wakimjua Mungu, waendelee waishi kweli ya Kristo, ili baadaye tuje kuwa na mawaziri waliookoka, tuje kuwa na wabunge waliookoka, tuje kuwa na wakuu wa wilaya wanaomjua Mungu, wapenda haki, wenye hofu ya Mungu ndani yao. Lakini tusipoweka mkazo, hapo itakuwa ni kama tunafunika kombe mwanadamu apite. Tusipoweka mkazo, hakuna chochote tutakachoivisha. Itakuwa ni kama tunapoteza tu muda. Ushauri wangu kwa vikundi hivi, jumuiya hizi zingejaribu kuangalia namna nyingine ya kuweka mkazo, ya kuweka bidii, jinsi gani wanafunzi hawa wakuwe wakijua kweli ya Mungu, waishi kwenye kweli ya Kristo. Ongeze bidii, mifumo ya kumjua kwamba ambayo mifumo hiyo itamsaidia mwanafunzi au kulia wokovu. Pawepo na makongamano ambayo yatakuwa moja kwa moja hana michanganyo yoyote. Yaani mle ni namna gani mwanafunzi uishi kweli, uishi maisha matakatifu, maombi, mifungo. Yaani kwa namna hiyo tunaweza tukafika, lakini pakiwepo na namna hii ya wepesi na ubolela, hatuwezi tukaivisha chochote. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe ambaye utachukua hatua. Amen.